Mana nayaona magorofa, mji wa mapenzi mi, venye umependeza kama posta na misanamu lako, kokote sitokwenda hii, dele nitabaki upande wako, so usije kunitoa. Mimi nakuita njoo, uje kwangu mimi nakuita njoo. Yeah, njoo tufanye before, nimemisi ile kitu yako. Yeah. Karibu katika kipindi chako pendwa cha Nyota Hustle, ambapo hapa unakwenda kufahamu stori mbalimbali kuhusiana na wasanii mbalimbali, kuhusiana na wanamichezo, content creator na wengine wengi, kwenda kufahamu kuhusiana na wao na kuhusiana na kile ambacho wanachokifanya, wakiwa wanajieleza bila ya filter, kwa maana akiwa wanajieleza bila ya kuficha jambo lolote. Leo utakuwa nami mtangazaji wako Rashid Mfaume, na hapa leo nipo na wageni wangu ambao wametutembelea hapa studio. Ni wageni gani hao ambao unataka kuwafahamu? Basi endelea kusalia nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu leo nipo na kina nani, wanafanya nini na wanajihusisha na kitu gani. Basi endelea kusalia hapo hapo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana, mambo vipi? Shwari. Shwari kabisa. Mungu vizuri? Yep. Yeah. Karibuni sana. So happy to be here. Bwana, watazamaji wangu ambao wapo hivi sasa wanawatazama, wanapenda kuwafahamu leo nipo na kina nani na mnafanya jambo gani. Nikianza na wewe hapo. Yeah, kwa majina naitwa Craft OG. Craft OG. Yeah. Ni msanii wa Bongo Flava. Yeah. Bwana, leo tupo na Craft OG, msanii wa Bongo Flava. Basi endelea kusalia nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kumfahamu Craft OG ni nani na anajihusisha na kitu gani. Endelea kusalia nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Yes, kwa majina naitwa Trevor, ni msanii wa Afro Pop, Afro Music. Afro Music. Yeah. Karibuni sana. Asante. Bwana, ni wasanii au si bwana? Wa muziki. Mtu ambaye yupo hivi sasa anawatazama, ningependa kufahamu safari yenu ya muziki ulianzia wapi mpaka hivi sasa mlipofikia kwa ufupi, nikianza na Craft OG. Yeah. Muziki binafsi kabisa 2021 ya ndo nilikuwa serious kwenye muziki. 21 nilianza muziki. Pia kuna baadhi ya changamoto ambazo nilikutana nazo kidogo mwanzo. Unajua hamna jambo ambalo halina changamoto. Yeah, especially wa familia. Yeah. Kipindi tunaanza vile, wazazi wengi wanaamini sana kwenye elimu. Talent, wazazi wengi waamini kuhusu talent. Ya kwa unakuta unaanzisha safari yako ya muziki, ila wazee wanakupinga. Wanakuambia kitu kama kwamba bora usome usaidie familia baadaye. Wanaamini kiwa upo kwenye muziki au utaweza kusaidia familia. Yeah. Hawaamini kwenye kitu hiko. Maana nakumbuka mara ya kwanza nilikuwa nafanya muziki na nilikuwa nafanya kawaida. Kwa hiyo ilipofika 21 nikaona sasa hivi niwe serious kwenye muziki. Kwa pale safari yangu ya muziki ilianzia 2021 hadi leo sasa hivi hapa. Takriban miaka 5 sasa. Yeah. Upo kwenye muziki. Yeah. Sasa basi tutakwenda kufahamu ndani ya hiyo miaka 5 ni mambo gani ambayo umeweza kuyafanya na zaidi. Kirudi hapa, kwa upande wangu safari ya muziki ni safari sio ndefu kiasi, lakini naweza nikasema ndefu kwa sababu haikuanzia tu siku ya kwanza nilipoachia ngoma. Ila naweza naomba nianzie kuanzia ile day ambayo niliachia ngoma, ule mwaka ambao niliachia ngoma, uwe ndo kama mwaka wa safari ya muziki kwangu. Ilikuwa ni 2019. Ya, 2019 ndipo ndo ilikuwa niliachia ngoma yangu ya kwanza. Kwa naweza nikasema ndo ilikuwa first startup ya kwangu mimi katika safari yangu ya muziki, hadi leo hii bado naendelea. Craft OG amezungumza yeye wakati anaanza safari yake ya muziki, wazazi wake walikuwa hawaamini kwenye kile ambacho wanachokifanya. Vipi wewe kwa upande wako wakati umeanza hiyo safari yako ya muziki? Mapokeo gani ambayo familia yako, wazazi wako waliweza kukupokea kwenye kile ambacho ulikuwa unakifanya? Upande wangu kwenye ishu ya wazazi na ishu ya muziki bado haikuleta changamoto sana. Ya, changamoto najua lazima zitakuwepo, lakini asikurahizi kiasi kwamba kinipelekea mimi nikaona kama kuna uzito wote wa mimi kufanya hili jambo. Lakini ni kwa sababu wale hawakuwa exposed sana, kwa sababu hawakuwa exposed sana kwenye issue ya muziki na mimi, au kunifuatilia sana kwenye mtandao na vitu kama hivyo. Yeah, ila
kwa sasa hivi nashukuru hakuna ambaye anaonyesha reaction mbaya kwa sababu gani mtoto anafanya muziki tu, naendelea kufanya mambo yangu vizuri, kwa hamna complication yoyote. Nikiwatazama kwa umri wenu sio kama nimewakadiria, hapana. Umezungumza mwaka 2019 au 2021 ndio ulikuwa serious na muziki, au mwaka 2021 ndio ulianza 19? Yes, 19 so ndio ulianza muziki. Naamini kwenye hicho kipindi mlikuwa mpo masomoni, si ndio? Yeah. Labda mliweza vipi, na hata sasa hivi yawezekana mpo kwenye masomo vile vile, si ndio? Yeah. Mliweza vipi kugawa muda wenu, muda wa masomo na muda wa kufanya hizi harakati zenu za muziki kuanzia hapo mlipoanzia mpaka hivi sasa mlipofikia? Tukianza na kwako Craft. Yeah, changamoto kwa kweli, changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Hadi sasa hivi naweza nikazungumzia ni kubwa pia. Lakini kwenye maisha kuna kitu kimoja naambiwa, no risk, no story. Yeah. Yeah. Kwa hapo unafanya kitu kimoja, pia una masomo na muziki, vitu vyote unavitaka ufanye kwa pamoja. Na wanaambiwa mshika mawili moja kuponyoka. Kwa pale unafanya kitu kimoja. Kwa kama unaamua kuriski masomo, utariski kwa time yake pia ili ufanye muziki. Sababu vitu vyote ndio unaweza kuchukulia mtu anasoma na pia anafanya muziki, ila kuna kitu kimoja ambacho anakiamini sana. Yeah. Unaweza kusoma ila kwenye kusoma nguvu nyingi ipo kwa wazazi. Unajua wazazi kikwambia usome ufanye shawekeza hela zao, huwezi kukatalia kwamba mimi nataka nifanye muziki. Kitu kikubwa ndio umekuleta hapa duniani, huwezi kukatalia hivyo. Yeah. Kwa hiyo muziki pia wanapenda, ndio wazazi hapo upande wa muziki pia unasoma. Unacheki kwa sasa hivi kwenye masomo kuna wakati gani? Unajua kwenye masomo pia kuna vipindi tofauti tofauti. Ndio muziki unaopenda lakini huwezi kuriski kipindi cha mitihani. Kwa unacheki sasa hivi kipindi cha vipindi vya kawaida, ticha gani anaingia leo? Unazumu vipi ticha? Ananoma au sio? Ticha gani anaingia? Ananoma kawaida, una riski, unafanya jambo la muziki. Kesho narudi chuo. Kwa mfano hiyo chuo masomoni kivyote vile. Kwa pale ku maintain vitu vyote kwa pamoja naweza ningasema sio rahisi sana. Lakini una riski pande mmoja. Na riski unafanya kitu chako endi unarudi. Yeah. Bwana, siku zote katika majambo, katika safari yoyote ambayo mtu anaianzisha, kuna yule ambaye amemvutia au sio? Au kuna kile ambacho mtu kilimhamasisha mpaka yeye akaweza kuingia kwenye kile ambacho anachokifanya. Kwa upande wako ni msanii gani ama ni nani ambaye alikuvutia au alikushawishi akakufanya wewe ukaweza kuingia kwenye hii tasnia ambayo unaifanya, tasnia ya muziki? First kwa upande wangu ni kwenye muziki, kitu pekee ambacho kimeni-influence cha kwanza ni spirit, yani kitu ambacho kipo ndani yangu, kwa maana nilizaliwa na hicho kitu ndani yangu, kwamba tayari mimi nilijitambua tangu niko primary kwamba na kipaji cha kuimba, kwa sababu tangu niko primary kuna namna hata nikikopi ngoma ya msanii fulani nikaimba mbele ya wanafunzi wenzangu wana appreciate, sema wewe unaimba vizuri sana mama, kama mwenyewe ndani yangu. So since niko primary tayari nishagundua kwamba kuna kitu kimo ndani yangu. So nilipozidi kusoma, nilipozidi kuendelea na elimu, nilipofika level pale nikagundua kwamba tayari kumbe kuna mashabiki kabisa wananifurahia, kana kwamba hata kama bila beat, hata kama sija rekodi nikiimba a cappella tu watu wanachanganyikiwa, yani wanaenda crazy, huyu jamaa ana kitu. Ila sasa kwa wasanii, kila msanii alini-influence kuingia kwenye game kutokana na vipengele. Mfano nikimzungumzia kama nikisema nataka niimbe vizuri, ndio kwa kichwani mwangu anakuja msanii kama Alikiba, Ivani kwa kipindi kile. Nikisema nataka nifikie mafanikio fulani kwenye muziki na muziki mzuri pia, nikivicombine hivi vitu namuona Chibu yuko pale mbele, naona kabisa kwa mtu mwenye hustling, effort kubwa sana kwenye muziki, uwekezaji, kuna mtu anamwangalia. Kosa sitasema kwamba direct ni nani alini-influence, ila kila msanii alini-influence kivyake, kwa sababu kila mmoja na provide kitu tofauti tofauti ambacho vyote tukijumlisha vinatengeneza muziki na maisha mazuri kupitia muziki. Bwana, hebu unaweza ukatupa kionjo kidogo ambaye yupo sasa na kutazama, bila shaka aweze kusikia chochote? Sasa nitadokeza ngoma yangu mpya. Ngoma yangu moja inaitwa Raha, ambayo hiyo naendelea kuipambania. Tupo katika tusha submit tayari, kwa tunasubiria tu release date na mambo mengine endelee. Nikiwa na
mwanangu mmoja content creator anaitwa HOG, ndo ambaye tunashirikiana katika kutengeneza content na vitu kadhalika. So ndo hapa verse ya pili hapa. Utakuwa unavujisha ule mkeka ambao of course jikoni unapika. Sasa lazima niongeze kwa sababu Suni nawaachia ngoma. Hii ngoma ni zawadi yenu mashabiki zangu, so muda wote mnaipata. So ngoja niwape kionjo cha verse ya niwape ya kwanza, ya pili hapo. Naona zote ni noma. Ngoja niwape ya kwanza, sawa? Ngoma inaitwa Raha na inaenda kama ifuatavyo. Na sidanganyi, nitasema ukweli, moyo wangu umetulizana, tena umeridhika, wala sio utani, sitaki ushauri, masikio nimeziba na macho nimefumba, maana nayaona magorofa, mji wa mapenzi ni venye umependeza kama posta na misanamu lako, kokote sitokwenda mbele nitabaki upande wako, so usije kunitosa mi, tani kutafeli nimekufa, maana ilo kuba lako kama futa la mwamposa uzima wa milele upo kwako, maana ukinitaji, ukinigusa, ukinihagi, ukinikumbatia mi naona raha. Inatosha. Bwana mtazamaji ambaye hivi sasa upo natutazama, hicho ni kionjo tu katika nyimbo ya Raha. Kwa hiyo stay tuned, wenyewe wanakuambia endelea kutulia, kitu kizuri kinakuja, utaendelea kukisikia kupitia mitandao yako. Kwa ambaye ana tamani sasa hivi sasa, kwa vile kashasikia hicho kionjo, atahitaji kupata hiyo ngoma, anaweza akakupata vipi? Cha kwanza kwenye upande wa social media natumia jina Trevo katika social media zote, kisearch neno Trevo unapata update zangu zote, na itakuwa muhimu sana kama utasubscribe kwenye YouTube channel yangu ili uwe kwanza kupata notification ya ngoma ambayo inakuja, kupata pia update za kila ambacho kwa kinaendelea mimi pamoja na timu yangu nyuma. Kwa upande wa digital platform, ngoma itaenda kupatikana katika digital platform zote, na kuna ngoma tushaachia nyuma na zenyewe zinapatikana katika digital platform zote @Trevo, search Trevo utapata maduda yote huko. Bwana Craft, mpaka hivi sasa ulizungumza umeanza safari yako ya muziki kuanzia mwaka 2021 mpaka hivi sasa mwaka 2026. Takriban ni miaka mitano sasa. Ni ngoma ngapi ambazo umezitoa kuanzia hicho kipindi mpaka hivi sasa ulipofikia, ama ni albamu ngapi ambazo tayari ushazifanya mpaka hivi sasa? Okay. Kwenye upande wa ngoma nianzie 21. 21 hadi sasa hivi naweza kama 6. Ila kuna baadhi ya changamoto kidogo kisha kunikumba kipindi cha nyuma. Kuna baadhi ya akaunti zangu ambazo nilikuwa nazitumia zilipotea. Sikujua zilihakiwa au zilikuwa vipi, ila zilipotea. Then nikarudi tena kwa mara ya pili. Kama mwaka jana hivi nimeanzisha platform zangu pia ni mpya kabisa. Tukienda kuzichungulia pale ni mpya. Ila kuna ngoma moja ambayo nimeipandisha pale sasa hivi, na pia mwezi huu hapa naachia ngoma. Kabla hata tarehe 10 kurudi nyuma hapa naachia ngoma pia. Mwezi ndani ya siku kadhaa shabiki zako tayari wakae mkao ngoma inakuja tena kali, kitu kizuri kinakuja. Kali tena sana. Na unaweza ukatuibia mkeka kidogo kama alivyofanya. Okay. Taibia, lakini unaambiwa kitu ambacho hakijatoka usitoe mwanzo mwisho. Mtu anaweza kuona bwana kama ile kile kitu anaongewa au sio? Na pia si wasanii, sio kwa wote, na kuna baadhi ya wasanii wasanii kitu kikubwa ambacho wanaweza akatengeneza ngoma ni melody. Kwa unaweza kupita melody, kuna watu wapo faster. Pita melody leo na anasikia leo anaingia studio anafanya kitu na shangaa kitu kishatoka, kija kutoa chako unaonekana mwizi. Kitu kilikuwa chako kabisa, na kuelekeza jamii kwamba kile kitu kilikuwa changu kishatoka na kuwa ngumu sana. Kwa kiuchache nitaimba tu verse kadhaa. Sawa, karibu. Okay. Onana ile kunifind hadi weekend, vitabia vyako vikachange. Unapenda pesa na kuspendi, ila niliforce wewe trendi. Nilipiganisha kuungisha ili mradi upendeze, ukanitosa yamekwisha, ukona bora unimize. Ila mimi nakuita njoo, uje kwangu mimi nakuita njoo. Jo tufanye before
nimemisi ile kitu yako kitu kama hiyo, siwezi nikamaliza yote. Sasa kwa ambaye yupo hivi sasa na kutazama naye anatamani hiyo ngoma aweze kuipata pale ambapo utakapoiachia tu aweze kuipata, anaweza akakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii unapatikana? Kitu ambacho kikubwa pia naweza nikashukuru mitandao yangu yote ya kijamii natumia Crafty OG, Crafty OG double G, Crafty OG digital platform, Insta, TikTok hadi Facebook. Kiandika Crafty OG ni mmoja tu pale juu. Na kwa upande wa YouTube hadi YouTube pia nilisahau samani kidogo. YouTube pia Crafty OG. Anakupata kwa jina lile lile. Pia ningeongelea kidogo kwenye sekta hizi za digital hapa kidogo. Wanipe nguvu kidogo kama nilivyoongea mara ya kwanza, kwamba akaunti zangu ambazo nilikuwa natumia mara ya kwanza zishazingua, sasa hivi na mpya, kwa nahitaji support kubwa sana ili niweze kurudi pale nilipofika mara ya kwanza. Na sasa hivi akaunti zangu zote ni mpya. Kwa support iwe kubwa sana kwa wanaoniangalia, uweze kunifollow, kusubscribe, uweze kufika hata pale kidogo. Kitu kama hiko. Bwana Trevo, wewe wakati unaandaa ngoma zako bwana, kwa sasa ushapata wazo au sio bwana? Nataka labda niandike ngoma yangu, si ndio? Ni kitu gani ambacho wewe huwa unakizingatia wakati unaandaa ngoma yako? Kwanza naweza nikasema ni content. So hata kama sasa hivi hapa naambiwa kwamba kuna the chanzo hii media, yaandalie ngoma, sitokuja tu moja kwa moja the chanzo, yani nianze tu kuimba tu chanzo bila kujua, kwa lazima nitakuwa na content. Nitazungumzia chanzo in terms of music, nitazungumzia chanzo in terms of service wanazotoa, na quality ya service ambayo wanatoa na inawasaidiaje watu. Kwa kitu cha kwanza napandika ngoma ni content, kwa maana namgusa nani, itamgusa vipi, kitu cha kwanza. Kitu cha pili nitabase pia kwenye swala zima la uandishi, maneno mazuri, maneno ambayo ni touchable na relatable, kana kwamba mtu akisikia na feel kwamba huyu ni mimi. Sawa. Kitu cha pili kwa maana ni katika hiyo swala zima la uandishi. Kitu cha tatu ambacho naweza nikasema ni cha mwisho, maana vipo vingi sana vitu vya kuzingatia, lakini nitataja vitatu: content, nitataja hicho cha pili ambacho ni uandishi, na cha mwisho ni melody. Kuna watu wengi tushaona wana uandishi mzuri sana, ukisikiza una maneno mbona makali sana, lakini sasa umeiwasilisha kwenye namna gani ya wasilishaji? Kwa hapo hivyo nahisi ni vitu vitatu sana ambavyo mimi navizingatia kwa upande wangu. Kwa upande wa Crafty, wakati unaandaa ngoma zako ni kitu gani ambacho unakizingatia sana? Kitu kikubwa sana naweza kuzungumzia kwenye muziki, sijajua wenzangu hapo vipi. Mimi ni story ya ngoma. Kwa mfano naweza ngomzia, niandikie ngoma mtu ameachwa. Ameachwa na mpenzi wake, nitaangalia mimi mtoto wa kiume, kwa unajua mapenzi hapo vipi. The way nafikiria mfano kipindi cha nyuma nimeumizwa vipi na mpenzi. Nitajua kwamba hapa inabidi nipite njia gani, sababu vitu vichache ambavyo vinabadilika kwenye mapenzi mtu anavyoachwa, lakini maumivu ni yale yale. Kwa naangalia hapa napita njia gani. Kwa mfano naweza nikamwambia, kiandika ngoma mapenzi, mtu ambaye ameachwa lazima azungumzie kwa mfano the way ulikuwa naishi kipindi cha nyuma, ya kumbukumbu zile zinanitesa. Kwa kitu kile kila mtu ambaye ameumizwa na mapenzi lazima akipitie. Kwa kimba vile mtu hivyo ana feeling kwamba huyo mimi kabisa nimeumizwa njia hii. Na kitu kingine pia na nazingatia sana nisitumie lugha za matusi, sababu muziki sasa nikasema kwamba kwa si vijana wengi kusikiliza hivyo matusi ni vitu vya kawaida, lakini hauwezi ukafanya muziki kwa vijana peke yake. Dunia ina watu wengi na jinsia tofauti, umri tofauti, kwa hata wazee wenyewe pia wanasikiliza muziki. Na pia wazazi, sometimes wazazi wanatuzuia tusifanye muziki, wanaamini wazazi wengi wanaamini wasanii ni wauni. Kwa hiyo unaenda kwenye maadili ambayo imenyooka, hata mzazi anaona kitu anachokifanya ni kizuri, pia uweze kutumia matusi sana. Unaweza kutumia matusi sana, watu wengi watakupenda. Unazungumza story pia lugha ambayo iko vizuri ni beta sana. Labda nyinyi mkiwa kwenye mudi gani ambayo unajua nikiwa kwenye mudi mimi nikitulia, au mwingine ili aweze kutunga ngoma yake yani anataka awe sema yenye utulivu, ametulia usiku wa manane, yule anajua hapa ndio mistari inaweza kushuka.
Vipi nyinyi kwa upande wenu? Labda mkiwa kwenye situation gani ambayo unaweza kutunga ngoma kali, mistari mizuri? Kwa upande wangu kila kitu kama ulivyozungumzia kinategemea na mood. Yeah. Kuna muda unafika unahisi nikiandika kuna kitu kinakataa, si ndio? Japokuwa iko ni kitu ambacho si experience sana, bado akili yangu ina function vizuri sana, kana kwamba hata sasa hivi kaniambia tutengeneze ngoma fulani, tunatengeneza ngoma na kinatoka kitu kweli, unajua? Yeah. So mara zote, lakini mara nyingi sana ambazo hata ukinikurupusha bana, kuna idea hapa inabidi tufanye, niko very flexible kufanya muziki kwa sababu ni kitu ambacho kipo ndani yangu, kana kwamba hata ukinishtusha sasa hivi tufanye kitu fulani, niko tayari kufanya, niko tayari kutumia nguvu yote ili tufanye hicho kitu. Ya kama itakuja atachoka, basi baadaye mbeleni, kama akili itakuwa ishachoka, ishafanya mambo mengi sana, lakini I'm still young na bado nina energy ya kufanya muziki sana. Kwa hata mkiletewa idea hapa, naletewa kazi ya kufanya bila kujalisha nipo katika hali gani, I hope nitafanya kazi nzuri sana. Bwana, hivi sasa muziki ni biashara, au sio? Tumeona watu kadhaa wakipiga hatua kwenye safari yao ya muziki. Yaani tunamuona kabisa msanii alipotokea hadi hivi sasa alipofikia, unaona kwenye hatua ya kimaendeleo, kimaisha na kiuchumi pia yuko vizuri ukimkompea na kule alikotokea. Kwa upande wenu, ili msanii aweze kupiga hatua lazima awe na watu ambaye wanamuongoza, kama uongozi, manager na vitu vingine kama hivi ambavyo bwana, wewe sasa hivi unabidi ufanye kitu fulani, wewe sasa hivi unabidi ufanye kitu fulani, au sio? Vipi nyie kwa upande wenu? Mupo chini ya management? Yaani kila mtu ana management yake ambayo ipo inamuongoza, ambaye inamtolea ramani ya kuweza kufanya vizuri kwenye muziki wake ambao anaofanya. Naanza na Craft. Kwa mimi binafsi management sina kwa sasa hivi, nafanya mimi mwenyewe. Yeah. Ila naamini kazi nzuri pia ndo zinamvutia nani manager. Kwa ziwe inavyozidi kukua kila siku na kufanya vitu vizuri, ipo siku atatokea manager atapenda ambacho nakifanya, taamua ni manager kitu kama iko. Wewe ukakimbilia manager kati kuna vitu hujavijua bado, sababu naambiwa safari ya muziki kuna vitu vingi sana ambavyo inabidi maintain, na ukikosea hivyo kushuka ni faster sana. Kwa mimi naamini kila siku nazidi kukua. Mfano nimezungumzia 2021 hadi sasa hivi miaka 5. Kuna watu pia wapo kwenye game miaka 10 sasa hivi, ila manager bado. Kwa hiyo sio kitu cha kukimbilia. Kwa upande wangu sio kitu cha kukimbilia sana, naamini ipo siku atatokea manager atawekeza hela zake. Vipi, milango ipo wazi kwa yule ambaye yupo anakutazama na akipitia kazi zako akavutiwa na wewe, milango ipo wazi ya kuweza kukumanage wewe? Kwa kweli milango ipo wazi. Kwa sababu sasa hivi sina management yote, najisema mimi kama mimi. Kwa watu ukiona pale siku Craft OG ameachia ngoma, mimi mwenyewe nimemaliza kila kitu. Hela kuingia studio, hela sio ya promo, sio kila kitu mimi mwenyewe. Kwa sina mtu yote wa nyuma ambaye ananiongoza. Kwa kama mtu anaamua kuweka hela ni free, nakaribisha kabisa. Hivi kwa upande wangu mimi sina management sasa hivi. Sina management, ni solo artist. Ila alhamdulillah kwa kidogo ambacho nakipata tunafanya kazi, tunapushi, bila kusahau support ya baadhi ya washikaji ambao niko nao back, washikaji ambao naishi nao mtaani, wengine nao sehemu moja, kwa sama tunazidi kupiana backup, tunafika pale ambapo tunafikia sasa hivi. Kwa ikitokea kama kuna mtu yote atajitokea kunisaidia, kunisupport, sio lazima unipatie pesa, unipangishe nyumba kali ya kuishi. Kuna baadhi ya vitu naweza nikavimudu kwa sasa hivi, lakini support kila mtu anajua namna gani ya kumsupport. Kunitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine kimuziki ni support kubwa sana kwa upande wangu. Haimaanishi support napata kwa rafiki zangu haina maana au haina faida, na ithamini sana, ila ikitokea mtu akazidi kuweka backup zaidi, itakuwa ni sehemu moja ya kunisogeza sehemu nyingine. Nitashukuru sana na naombeni mnisupport kwa kweli. Vipi kwa upande wako, changamoto gani ambayo ulishaikutana nayo ambayo kaza bwana, hii changamoto kiukweli bora niachane na harakati za muziki nikaendelee na harakati zingine? Of course changamoto ni nyingi, hakuna kitu ambacho kina changamoto, kila kitu kina challenge zake. Ila kuna muda hatuigi maisha ya mtu, lakini kuna muda tunatizama motivation za wasanii waliotangulia. Mbali na wasanii, kuna watu wamefikia mafanikio ila shapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo kuna muda unafika ni hadi sasa hivi nikijitizama naona mbona kama hakuna changamoto ambayo nimepitia. So since 2019 hadi sasa hivi ni miaka kama 7 hivi. Kwa upande wangu naona bado, yani miaka bado inaruhusu
hasa sana. Kwa hiyo sitegemei kama kuna changamoto yote ambayo kwa sasa hivi itani disappoint. Ila pesa kama hivyo tunavyosema tunajitegemea. Pesa inawezekana ikawa ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu inahitaji utafute pesa, ukarekodi, na kurekodi ni gharama pia. Ukitoka hapo ufanye promotion ya ngoma yako, kulipia hizo digital platform pia ni pesa pia. Kwa hiyo naweza nikasema hiyo ndio changamoto kubwa sana. Ila zingine hizi tunapambana nazo, tunazivumilia kwa sababu bado safari ni ndefu. Yeah. Craft. Ni kwa nini ukaamua kujikita kwenye aina hiyo ya muziki ambayo wewe unaifanya? Napenda kuzungumzia kuna aina nyingi sana ya muziki, lakini the way mtu anavyoimba tunajua kwamba mimi sehemu gani na fiti. Hauwezi ukawa naimba unaona kabisa unaimba flavor, lakini unaamini kwamba mimi naiweza rap. Wakati ukijaribu rap kabisa naona isiwezi. Kwenye uimbaji kwa mfano unaona hapa nilivyoimba hivi, naweza nikaimba rap kwa niona nini, ninaweza kuzungumzia akinogi na nielewa hapo, sijui hata the way ninavyoimba hiyo rap yani siwezi kabisa, lakini nikiimba flavor naona kuna utamu fulani ambao unawasikia, kuna feeling fulani unafeel kabisa kwamba kuna kitu hapa nakiimba kinanigusa. Lakini nikiimba rap ina hamna kitu chochote ambacho naona kama anapiga makelele tu. Kwa mimi vile hata nilipoanza mara ya kwanza niliona flavor mimi ndo naweza nikaimba, sio singeli sio nini, labda hivyo vitu vingine naweza nikajaribu, ndio sababu msanii pia achague na muziki kwamba mimi nikifanya flavor nafanya flavor mwanzo mwisho hadi mwisho wangu. Hapana. Trevo, ni msanii gani ambaye wewe hapo unamtazama kama kioo kwako wewe kwa aina ya muziki ambao unaofanya na namna ambavyo ukijiona wewe na ukimtazama yeye unaona na mimi namtazama yule jamaa na natamani kufika kama pale ambapo yeye alipofika kwenye aina yako ya muziki unayoifanya? Basi sasa kitu labda ningeanzia nyuma kidogo. Mimi naweza nikasema alhamdulillah ni msanii ambaye na uwezo wa kufanya kila aina ya ngoma. Iko ni kitu ambacho namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sio singeli, sio afrobeat, sio three steps ya sound, yani whatever atakapokuja mimi naifanya. Hicho ni kitu ambacho namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa maana kitu ambacho nakitazama au msanii ambaye nitamtizama kwangu mimi yeyote ambaye anafanya muziki. Ajalishi ni underground, star ama sio star. Ila yote ambaye anafanya muziki mimi kwangu ni kioo, kwa sababu nitakuna ambaye nitamwangalia uimbaji wake, melody kali. Sio wewe nitamwangalia kwenye issue ya dressing, uvaaji. Sio yeye. Kuna ambaye nitamwangalia kwenye lifestyle kwamba huyu anaishi vipi. Ila usikute huyo sio mpenda kwenye nini, kwenye uimbaji. Unaelewa? So inawezekana akatokea kuna underground ananivutia sana kwenye uimbaji wake. Lakini kuna star ambaye ni top list wale, huyo anivutia kwenye nini performance. Kuna mwingine anivutia kwenye promotion, yani hivyo. So yeyote ambaye anafanya muziki, msanii yote kwangu mimi ni kama kioo. Ila sija dedicate bado kwamba nimefocus sana mtu fulani, hapana. Yeyote ambaye anafanya muziki na anafanya muziki standard na muziki wa pesa, kwangu mimi ni kioo. Mtu akimsikiliza Trevo au sio? Ni kitu gani ambacho kinakutofautisha wewe Trevo na msanii mwingine labda Craft au nani? Inawezekana katika aina yako hiyo ya muziki ambao unaifanya au nje na muziki wako hiyo ambao wewe unaofanya. Ni mtu akisikiliza anajua huyu Trevo. Mtu akisikiliza huyu sio Trevo. Yaani kitu gani ambacho wewe kinakutofautisha wewe na mtu mwingine? Kweli. Sawa, sasa labda nitakupa hichi hapa kionjo hichi. Alafu nitakwambia kwa nini hiki. Hii ni kuna verse moja inasema kagurudumu penzi kwa mgongo nitalibeba. Ili lidumu sala za usiku nitakesha. Iwe Tanga ama Kisumu nitatembea nawe ndo dereva. Unaona usanii ulioja hapo ndani hichi ni kitu pekee naweza nikasema kwamba nimebarikiwa tofauti na watu wengine. Wengine wanaweza kaimba kitu ni straight nini, lakini hapo kuna melody, uandishi umezingatiwa. Kwa tayari hapo nishakuwa tofauti na watu wengine. Kwa haraka naweza nikasema kwamba tofauti yangu mimi na wasanii wengine, bado wote ni wasanii, maana yake tupo general, lakini tofauti utakuwa ni mdogo. Inawezekana ambacho anacho mwingine mimi sina, ambacho mimi nacho mtu mwingine ana. So kwa upande wangu mimi uandishi mzuri, melody kali na effort kidogo, naika effort kwenye vitu vyangu. Hicho naweza nikasema ni kitu ambacho kinanifundisha na Bwana Craft, wewe katika uandishi na kwenye kuimba ni eneo gani ambalo wewe yani unajifeel comfortable sana? Unahisi nikiwa hapa ni mimi hii sehemu yani hakuna hata mwingine yote yule ambaye ananiweza?
Ni kwenye kuimba. Na kuimba. Yeah. Ni kuimba. Kwenye uandishi. Vyote ni sawa, lakini mimi naambia ni beta zaidi. Ni kwenye kuimba. Uko vizuri sana. Yeah. Sevo. Yo brother. Ni msanii gani ambaye wewe unatamani siku moja ukifanya naye collab, ukishirikiana naye au sio? Kwenye muziki ambao wewe unaofanya, unaona nitakuwa noma sana au nitaua sana au hii ngoma yangu itanisogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kweli. Sasa wasanii wote ambao wanafanya vizuri, wasanii wote wanafanya vizuri, natamani kufanya naye kazi, sababu si wasanii wote wanafanya vizuri on the time. Kuna muda utafika, kuna msanii fulani atakuwa anafanya vizuri sana. Kuna muda utafika msanii fulani atafanya vizuri sana. So msanii ambaye atakuwa anafanya vizuri kama mimi ama zaidi yangu, nitafanya naye kazi. Tena hasa wale ambao wako zaidi yangu, kwa sababu ambaye iko zaidi yangu mimi, it means atanipa hata motisha, atanipa hata ile challenge ya mimi nifanye kitu kizuri kama yeye ama zaidi yake yeye. Kwa msanii yote ambaye atafanya vizuri nitatamani kufanya naye kazi, sababu atanisogeza sehemu. Upande wako Craft OG, msanii gani ambaye unatamani siku moja uweze kushirikiana naye kwenye kazi ambazo unaifanya? Pia naweza kuzungumzia muziki ni combination ya wasanii pia. Msanii yote ambaye anaweza kuja kufanya kazi tunaweza tukafanya. Siwezi nikachagua kwamba eti nifanye na mtu fulani, sababu sijaona option yote kwamba nimchague msanii ili nifanye naye kazi peke yake, kati wasanii tupo wengi. Kwa naamini wasanii wengi tunafanya kazi kwa combination. Hata ukicheki wale wakubwa ambao washatangulia kwa juu, ana nyimbo na msanii fulani na nyimbo na msanii fulani na nyimbo na msanii kibao. Siwezi nikachagua mimi nataka mtu fulani. Kwa hivyo inaonyesha kwamba mimi yule mmoja ambaye ndo nataka nifanye naye ngoma, yule ndo nampenda peke yake, wengine nimechukulia hizi au inakuaje. Kwa msanii wote naweza nikafanya naye ngoma. Siwezi nikasema msanii fulani beta nampenda. Wote nawapenda, lakini msanii wote naweza nikafanya naye ngoma. Na banga, kuna bonge la project linakuja inshallah ndani ya siku chache, zinazokuja ndani ya mwezi wa 4. Tumeandalia audio, mtaipata katika digital platform zote. Baada ya siku kadhaa nikishaona mmeipokea audio vizuri, mtanipa motisha basi ya kuwadondoshia na kideo kipo tayari, tushashuti, kimekamilika, kimetulia pale, kinawasubirieni tu mashabiki zangu mmeipokea audio kwanza, then tuwadondoshie kichupa. Mwezi wa 6 tunadondoshia na EP kabisa. Mimi na wanangu wachache ambao ni support, tumekaa chini, tumeorganize, tumeona tuwaletee EP, na sasa hivi tunapoongea tunaenda kukamilisha ngoma za EP. Kwa hiyo mkae tayari kwa kupokea EP, mkae tayari kupokea magoma, na kila banga kwenye EP lazima litakuja na video yake. So pay attention, stay tuned, mambo makubwa yanakuja, yani makubwa mno yanakuja kutetemesha. So naomba tu mnisupport, naomba support yenu sana, kwa sababu bila support yenu yote tunayofanya atakuwa si kitu. Msanii ni kioo cha jamii, si ndio? Wanasema hivyo, si anakuwa anawasilisha tuseme ujumbe kupitia muziki ambao anaufanya. Kwa upande wako Sevo, wewe muziki wako unatoa ujumbe wa aina gani kwa mashabiki zako ambao wapo wanakufuatilia kupitia nyimbo zako unazozifanya? Mimi nagusa kila lengo, kama nilivyotangulia kusema kwamba ni msanii mashallah, nimejaliwa kipaji cha kila aina. Mfano mzuri, mimi napenda sana kutoa vitu kwa mifano. Ili mradi hata ambaye ananitizama ama ananisikiliza awe na ana reflect kile ambacho nakiongea na kitu ambacho anakiona. Mfano, kuna hii ngoma nasema, ndo nguzo ya dunia mama, mwanamke pekee ambaye hawezi nisaliti, kwake nitakimbilia mama, mwanamke pekee ambaye hawezi nisaliti. Tizama, ni kitu fulani hivi nimewapa tu kapesi kadogo, kwa maana hapo nimemzungumzia nani? Mama. Before nimewapigia verse ambayo inasema mapenzi, si ndio? Kwa maana content za ngoma yangu mimi zinamgusa kila mtu, kwa sababu naimba kila aina ya muziki. So kuna muda nitaimba kuhusiana maisha kawaida, hustling, hiyo itaenda kuwagusa direct wapambanaji na wote ambao wana hustle. Kuna muda nitaimba kuhusiana mahusiano, it means nagusa wale ambao wapo katika hizo situation. Kuna muda nitaimbia masuala mazima ya mama, uzito wa mama, uzito wa mzazi kwenye familia, tayari itaenda kugusa watoto na relation na mama. Lengo ni nini? Lengo ni kukusanya kila aina ya shabiki, kila mtu awe nakupa attention na kusikiliza na kufuatilie, na ikawe dedication kwa mtu mwingine, sababu sisi kama Zemira tunasimama hapa kureflect kile ambacho kinaendelea katika jamii. Kwa kwenye jamii kuna mambo ya mahusiano,
kuna mambo ya maisha hustling, kuna mambo ya thamani ya wazazi, mambo ya mila pia. Ndio maana kuna watu sanii wanaimba ngoma za mila, so tupo hapa ku reflect ambacho kinaendelea kwenye jamii, na kupitia mimi mtaenda kuviona hivyo vyote. So ni support, endelea kunifuatilia, hivyo vyote mtakuja mvishuhudie. Umesema umetoa nyimbo 6 au sio? Yeah. Katika hizo zote ambazo umezozitoa kuna ile moja ambayo ukikaa mwenyewe ukisikiliza, yani hichi kichupa, katika vichupa vyote ambavyo nimevitoa hiki ni noma, yani muda wote saa yote popote pale naweza kwenda kukipeleka. Ni ngoma gani ambayo katika hizi 6 ambazo umezitoa? Ngoma yangu ambayo nipo nayo sasa hivi, ambayo yani kwa kipindi hiki ndio imekuwa mwisho. Binafsi kwa mimi sijajua kwa watu wengine, ila binafsi mimi naiamini sana. Yeah. Na pia hata nimeona, unajua sisi kama wasanii tunapima uzito pia wa mashabiki. Tukiona mashabiki kuna reaction kubwa sana, unajua hiki kitu pia ni beta. Na hata mwenyewe unaona hiki kitu nilikifanya vizuri. Kwa naamini nyimbo yangu sasa hivi ambayo nishaiachia kwa kipindi hiki. Yeah? Nakwenda kwa jina gani? Inaitwa Dumebi. Dumebi. Yeah. Kwa hiyo inapatikana katika mitandao yako, digital platform zote. Dumebi, Craft OG Dumebi. Yeah. Kwa binafsi naiamini sana. Kwenye safari yoyote, kuna kupanda, kuna kushuka, kuna nyakati za furaha, kuna nyakati za huzuni, na pia mwanzo uwaga ni mgumu, si ndio? Yes. Unaonaje hali ya hivi sasa kwenye tasnia ya muziki? Wasanii wa underground au wasanii chipukizi wapo kwenye hali gani kwa wakati huu ambao tuliopo wa kizazi cha sayansi na teknolojia? Okay, kwa sasa hivi nikijizungumzia labda kwa upande wangu na baadhi ya wachache ambao nafahamu wasanii ambao ni chipukizi. Yeah, generally hali ya muziki ya magame si nzuri kiasi kana kwamba kuna mwamko mkubwa sana wa wasanii. Namba ya wasanii ni wakubwa sana, wanaochipukia ni wengi mno, yani ni wengi mno yani. Kwa hiyo kadri muziki unavyozidi kukua na idadi ya underground wanazidi kuwa wengi sana, sawa. Kwa hiyo kitu pekee ambacho naweza nikasema labda kwa sisi ambao tupo chini tunapambana, inawezekana sio mimi, sio wewe ambaye unanitazama, msanii mwenzangu, ama sio msanii mwingine ambaye tunamtegemea atatoboa. Hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini lazima tuoneshe effort. Yeah. Mimi kwa upande wangu nashauri wasanii wenzangu ambao tunachipukia tuhaso sana, tuwe tofauti, tuwe na creativity sana. Yani hata kama tunafanya challenge tuwe na creativity kwenye challenge. Ngoma iwe na creativity, yani ngoma isiende tu kama ngoma kama ya msanii ambaye yuko realistic. Yeah. Ngoma ya underground iwe kubwa kuliko ya yule msanii wa juu, kwa sababu kwa kufanya hivyo itatusaidia sisi ambao tunachipukia itusogeze pale juu, ama ikatusogeze na wale ambao wako juu, au tupate hata mameneja na wasaidizi pia. So kwa upande wangu mimi nasema game imechangamka, wasanii ni wengi, so ili kuwa katika nafasi nzuri tupige haso sana, tupush ngoma, tuwe na creativity pia, penye uwezekano wa kushirikiana shirikiana. Hiyo itakuwa ni njia pekee ya kutusaidia kufika juu. Yeah. Craft. Yeah. Ni kitu gani ambacho unaona kinawakwamisha wasanii wengi ambao wapo wanaochipukia kwenye tasnia hii ya muziki? Naweza kuzungumzia kitu kimoja. Sijajua hiki kitu kwa bongo, ila nahisi bongo ndo sana, yani ndo naamini hivyo. Yeah. Unaona kama ilivyo mimi ni underground ambaye nafanya muziki. Bongo yani unaona mifano nipo mtaani, kuna watu nakaa nao mtaani wananiona kila siku. Kuamini kwamba utakuja kufika ile level ya juu pale ni kitu kigumu sana pia kwa watu. Na kitu kingine pia, sisemi vibaya, lakini kwa game ya bongo mkubwa kishakuwa mkubwa ni mkubwa tayari. Kupata nafasi mdogo inakuwa ni ngumu sana. Hadi ukishaonyesha ushapanda ngazi, ushaanza kuafikia kule, kidogo unaonyesha reaction. Ya kwa kitu pia kinatupa si ngumu sana kwenye kupambana, sababu na sometimes unafanya kitu kizuri lakini uone reaction yote ya mkubwa. Wanao tu mtani kwamba kitu kizuri nayo kidogo, wanao uwezo kwa pandisha moja kwa moja kwamba kitu kweli kizuri, sababu wale wanao mtu mwingine anashinda kukwambia kwamba kitu fulani kicha kawaida nini, lakini akireact mkubwa unaona hiki kitu nimekifanya kweli. Kwa kubwa kureact vitu vyetu sisi kama underground tunafanya inakuwa ni ngumu sana. Maana mimi leo nifanye ngoma leo kwa mfano mtu yote sanii mkubwa react kwamba
dogo kitu kizuri kinanipa mimi motisha kufanya kile kitu mbaya hadi mtu fulani ka react hiki kitu kweli kitu ambacho nakifanya nipo serious hadi anaanza ku react, lakini mtu nafanya zaidi ya miaka 10 au jana reaction yote mkubwa. Kwa hiyo inatupa ugumu kidogo kwenye kujiamini kwamba kweli naweza kitu ambacho nakifanya. Ni ushauri gani ambao mnaweza kuwapa wazazi wenye vijana wenye vipaji kama vyenu, wana talent kama za kwenu nao wanaimba? Mnaweza mkawashauri kitu gani wazazi ambao wako nyumbani wanaamini kwamba mziki bwana ni issue ya uhuni, hawaamini kwenye mziki? Mnaweza mkawapa ushauri gani au mkawapa ujumbe gani? Kwa upande wangu mimi ni washauri wazazi ambao kuna mtoto wake ambao anafanya talent yote, hata kama sio mziki, sio dancer, sio content creator, nani mwigizaji, ampe nafasi pia. Naamini kile kitu ambacho anafanya mtoto wake, sababu mtoto hadi kile kitu anakifanya ameona kwamba hiki kitu mimi nakiweza, sababu hawezi kuaminisha wazazi kwamba mimi naweza mpira wakati unayo ni msanii, unaona kabisa msanii. Kwa hiyo ukimwambia mzazi kitu fulani mimi nakiweza, wewe mwenyewe ushajithibitishia moyoni kwamba hiki kitu mimi naweza kukifanya. Kwa mzazi kina nafasi yake hata kama sio kiukubwa, sababu nasemaga neno la mzazi ni baraka pia. Mzee kikataa kitu fulani sitaki ukifanye, pia kinatupa ugumu, kwa sababu naona mzee kama kitu hajakiridhia kinaweza kikakubali, na tunaambiwa kwamba kwa hapa duniani yani mzazi ndo mwongozi wako wote, sababu ukiangalia amekuleta duniani, umekulea hadi sasa hivi unakuwa mkubwa, afu anakuambia kitu ukisikilize hata kiakili mwenye kabisa, kama mtu anajitambua unaona kwamba hapa nimempisha mzee. Hata Mungu pia anaona kitu sio kizuri, lakini mzazi akiweka baraka zake pale, hata kuna vitu vinakuwa kidogo kuna wepesi, sababu unaamini mzee hapa kaweka baraka, maza kaweka baraka, ndugu zangu wameweka baraka kwenye kitu ambacho nakifanya, sio hata kwa support. Kama kuna wazazi ambao wanaweza kupa support watoto wao pia ni mzuri, lakini wazazi wengi wanaweza kusemea wakubali tu kwamba mtoto anataka afanye kitu fulani, ampe baraka kwamba hiki kitu kifanye, maybe atafanikiwa baadaye, sababu nasemaga kama vile mzazi ndo mtu pekee anaweza kumpa mtoto, yani anaweza kumpa mtoto nani inaitwaga razi, kwamba nikisema kitu fulani lazima uwe chizi, unaweza kuwa chizi kweli bila hata kurogwa bila nini. Kwa mzazi neno lake mzazi, sababu mzazi ukiona anakataa kitu hajakipenda, na mzazi inabidi kitu anachokifanya akipende, asipokipenda yani ashakeleko na kile kitu, mama kile kitu sikitaki, ile una force kwenda kutoboa kwake na kwa ngumu sana, labda tumie waganga kwa mimi ninavyoamini, lakini mzazi akiweka baraka zake ni rahisi sana. Kwa upande wako kwa upande wangu, cha kwanza nisingependa kuwalaumu wazazi, kwa sababu kitu ambacho wanapitia wazazi ni kitu ambacho sisi tunapitia pia. Ni kwa sababu sasa hivi mimi naweza kaniambia kwamba Watrivo kuna mchongo fulani pale, nikakwambia usiende mchongo jao ule, ila ukaenda kufanyaje, ukaufanya na ukapita, yani ukatoboa, si unaelewa? Kwa maana ushauri wangu mimi ulikuwa jao, kwa kwani usingeenda usingetoboa, mwisho siku ungeona mimi kama mchawi wako, si ndio? Kwa nisema pride kinachotokea kwa wazazi. Wazazi sio kwamba kuna muda mwingine mzazi sio anachukia kwamba mtoto wake usifanikiwe kimuziki, no. Hivyo vitu yani kila akivuta picha kwamba mwanangu na mwana wapi kimuziki, kila akivuta yani anajaribu kuvuta, hakuoni popote, yani giza tu. Kwa pale hawezi kumlazimisha, yani pale ndio nafika hatua mzazi asema dogo, mbona kwenye elimu nikikuangalia na kuona daktari, ila nikiangalia kwenye mpira hapa mwanangu hauendi popote, nenda huku. Hicho ni kitu ambacho mchezaji, lakini wewe ukijiangalia kwenye elimu unajiona la 7 hii la 7, ila ukijiangalia kwenye mpira unajiona nenda kwa Messi wa Tanzania, unaelewa? Ni kitu ambacho kila mtu lazima atakipitia. Hata wewe unapofanya maamuzi, leo nisile ugali au nile kitu fulani, au niende sehemu fulani nisiende sehemu fulani, unaposema niende sehemu fulani tayari ushajitengenezea direction kwamba nitapita hapa, nitaenda hapa, nitaenda pale. Yaani ukisema niende nikienda huko sitoboi, lazima niende huko. Unaelewa? Yaani situation hata sisi tunaipitia. So wazazi kwa upande wao siwezi nikawalaumu, kwa sababu wenyewe wanafanya vile ni kupambania wewe. Hakuna ambaye hapendi mtoto wake afanikiwe, hakuna. Ila sasa ifike tu hatua kwamba sisi watoto na wazazi tukae chini tuelewane kwamba bana, faza sikia, mimi kweli mwanao napenda kusoma na umenisomesha, ila mimi najiona faza nikifanya kitu fulani na kwa niko sehemu nzuri. Kuna wengine wazee anaweza kukupiga mabao pale na akakumind kabisa, udogo vipi wewe umeshavuta bangi zako na kuja kukwambia simama mdogo. Yaani kitu ambacho ingapita, lakini kuna namna mzazi anaweza kama kamekeza akakuelewa, akishindana ndipo watu wengine tunafanya tu maamuzi bana, mzazi kakaza, mimi naendelea kuforce.
So kimtindo, so wazazi pia inabidi wao waelewa kimtindo kwamba bana, mtoto ndio ana elimu anasoma, lakini kwa nini Mwenyezi Mungu kamjalia uwezo wa kucheza mpira? Kwa nini Mwenyezi Mungu kampa kipaji cha kuimba, hajampa mtu mwingine, kampa yeye? Sawa, kwa watambue kwamba kuna sababu ya Mwenyezi Mungu kunipa mimi kipaji cha kuimba. Kwa basi wasichukue kama hii ni uhuni ama ni kwamba sitofanikiwa kwenye maisha. Wanisapoti kama ambavyo wanasapoti kwenye masuala ya elimu labda, basi na huku pia waseme bana, hata wasinipe pesa, wasinilipie hela studio, ila wakunjue tu nafsi kwamba mwanetu fanya sawa, lakini zingatia kile ambacho kimekupeleka sehemu fulani au kinachokufanya usome, zingatia sana kile, lakini hichi kifanye kwenye namna unajua wewe, kipe muda, lakini huku wewe ndo msingi wako. Bali kufanya hivyo na hisi hata wazazi wenyewe wanaweza wakalizia. Kumalizia, mashabiki zako ambao wako hivi sasa wanakutazama na ambao wako wanakufuatilia kwenye mitandao yako ya kijamii, unawaahidi nini? Kitu kikubwa ambacho nawaahidi kuwaletea kazi nzuri, sababu sifanyi kazi nzuri kwa ajili ya mashabiki tu, pia nafanya kazi nzuri mimi mwenyewe. Nikifanya kitu kizuri, binadamu yote anapofanya kitu kizuri, nafsi yake yani ana feel happy kwamba kitu ambacho nimekifanya kizuri kitawavutia watu wengine na kwangu pia kizuri. Kwa hiyo sifanyi kitu kizuri kisa mashabiki zangu, watu ambao wananifuatilia. Kwa hiyo kufanya kitu kizuri ni kama tamaduni yangu, kwa hiyo naahidi wazidi kunifuatilia, naletea vitu vizuri kila siku. Ya sababu kama msanii nazidi kukua kila siku, wazidi kunifuatilia, naletea vitu vizuri zaidi. Mimi kwa upande wangu bwana, nisingependa kuwapindisha, si ndio? Sitaki niwaahidi sana, kama nilivyotoka kusema ni kwamba mitandao yangu mimi yote natumia jina Trevor, social media zote na digital platform zote zile Trevor. Kama utakuja siku ukajutia ngoma yangu ukasema ni ngoma mbaya, hapo wewe ni unfollow, endelea na mambo mengine. Kwa sababu ninachokimaanisha ni kwamba kuanzia ngoma zangu hii siweki kwamba najibrand au najiongelea sana, najipa shavu. Ni kwamba ukitaka kuprove hicho ambacho nakisema, nenda kwenye page zangu, sikiliza ngoma zote, utagundua kwamba Mchizi kuanzia mwaka fulani hadi alipofikia sasa hivi ni anaenda juu zaidi ya. So utapata hata ile hamu ya kwamba niendelee kukaa karibu naye ili mradi nione vitu vingi sana. So muendelee kunisupport, I hope mtaona vitu vingi vizuri sana. Huu ni mwanzo na mwanzo ni mdogo sana. Mengi yanakuja na makubwa zaidi hata ambayo tumeyafanya. Sababu kitu ambacho nimekifanya miaka iliyopita sio ambacho nakifanya mwaka huu. Na ngoma itakapotoka, ngoma hiyo ndio mtagundua kwamba Mchizi kumbe yuko serious kweli. Nimewaambia kwamba kuna video tayari tushashoot imetulia na wasubiria. Kwa hiyo kaini mkawakula. Sasa hivi ni mabanga ama ngoma kwa kwenda mbele yani. Mpaka mtakaposema bana inatosha sasa hivi. Sasa hivi tuache tuhamie kwenye muziki wa singeli. Sasa hivi ni ngoma juu ya ngoma ya. Ndio wapi miaka 3 hadi 5 mbele kwenye muziki? Mimi najiona kuanzia mwakani. Miaka 3 mingi sana. Najiona kuanzia mwakani wangu. So ila siwezi kujiona kama mnisupport. Ndio maana nasema mnisupport sana. Kuanzia mwakani mtaanza kuniona mimi wa tofauti sana, lakini kitu ambacho siwezi kukiangusha ni mashabiki zangu. Kile ninachokifanya nakifanya kwa ajili yenu. Hapa nimekuja kuongea kuwapresentia nyie. Sababu hata ninachokiimba nakiimba kwa ajili yenu. So nyie endeleeni kunisupport, msinikatie tamaa. Hata kama siku mtaniona mbona eleweke, msikate tamaa, nyie endeleeni kunishika, kunisupport. Ila msisite tu kuniambia bana hichi kidogo kimedeviate. Comment zenu na ushauri wenu ni muhimu sana uzingatia. So muendelee kunishauri, muendelee kucomment vitu ambavyo mnahisi kwamba hichi kipo sawa, kipo sawa, mimi nitavimodify. Kwa sababu mnapomodify ndio mnanitengeneza mimi kuwa mkubwa. Badala ya kuchukua miaka 10 mkiendelea kunikomentia comment ambazo zitanijenga, mwisho wa siku nitachukua miaka 3, 2 na kuendelea. Ila kuanzia mwakani au kuanzia mwaka huu, hii ngoma ikitoka, hii ngoma ya raha ikitoka, zinazofuatia zote ni moto tu yani. Ni balaa. Mashabiki wataendelea kupata raha kama ngoma yako na raha. Na ikifika muda kwamba mmetendwa, msijali. Mimi nipo kwa ajili yenu. Mimi naachia ngoma za kutendwa, mtalia sana. Au unakuwa unajiwakilisha wewe mwenyewe ama unawakilisha? Mimi nasimama kwa mashabiki zangu. Kwa maana hata kuna kitu nitakiimba kuhusiana na mimi, lakini tayari kuna mashabiki, kuna kundi la mashabiki nimeki-experience hicho kitu na kuleta, kwa sababu mimi na nyinyi wote tunaishi mitaani, tunakutana mitaani. So nayaona maisha yenu na mimi naona maisha yangu na mimi najiona pia kwenye maisha yangu. So kila ambacho nitakiimba ni reflection ya maisha yangu, ni reflection ya maisha yenu. Kuna ngoma moja inaitwa Nishachoka na wadokezea. Ipo tayari kwenye digital platform ya kitambo sana, nimeachia hiyo ngoma. Nilipataga chance ya kushoot na brother wangu mmoja anaitwa Director Easy Pro. Ile ngoma tukubahatika kuipandisha ile video. Kwa nini sasa kuipandisha? Kulikuwa na changamoto kidogo. Kulikuwa na changamoto bana, yule brother Easy Pro. So ile ngoma inaitwa Nishachoka. Kwa watu ambao mnahisi kabisa mbona nateswa na mapenzi, hamjakaa stable kwenye mahusiano yenu, basi nendeni mkasikilize, mtaipenda. Kuna ngoma inaitwa Nakupendaga, kuna ngoma inaitwa My Heart.
hizo ngoma kwa hiyo ambaye unajisi uko free, unapendwa na unapenda bwana, kazisikilize. Alafu hii raha hii au basi ngoja nikae kimya. Na unajiona wapi miaka 3 hadi 5 mbele kwenye safari yako ya muziki? Yaani sio miaka 3 tu. Na miaka 3 ni mingi. Hata kesho mimi nazidi kukua kila siku. Siwezi nikajeketi miaka mingapi. Sababu mimi kama msanii nazidi kukua kila siku. Unaweza ukashangaa nimeamka kesho sio craft wa jana ile. Sahihi. Unashangaa huyu craft mimi nimeweka nayo jana. Kwa mimi hata kesho Mungu akipenda, kwa sababu Mungu ndo anaongoza mipango yote. Hatujui kwamba mimi naweza kusema sijui natoboa lini, sijui mwaka gani na kufa. Kwa Mungu vitu yote anajua. Usikuti nikitoka hapa tu hivi. Kuna dili ambalo linatiki kuanzia kesho na kwa kwenye process la kutoboa. Unashangaa craft kwa sehemu fulani sasa hivi ndio unashindwa hata kuamini. Kwa hata kesho nazidi kukua kila siku. Siwezi nikasema miaka mingapi. Hata kesho pia. Tajia tu uzidi tu kunifuatilia. Ukija utachelewa, nashangaa craft ametoboa miaka 2 iliyopita na kuja kunani leo. Utakuwa umechelewa, kwa nifuatilie kila siku. Hata hapa tulipokaa leo, craft OG ni mimi. Ukikutana na mimi sio mimi tena, kuna vitu ambavyo vimeongezeka. Nikitoka hapa tu hadi home, kuna vitu kibao nilishaviingiza kichwani. Napita hapa nitaona kitu fulani kishaingia kichwani tofauti na nilivyotoka hapa sasa hivi. Kwa muda time yote siku yote siwezi nikaweka miaka mingapi. Kwa kumalizia kabisa, sasa tushafikia mwisho wa kipindi chetu cha Nyota Hustle. Kwa kumalizia, kila mtu alisema hana management, si ndio? Ndio. Pia mnaenda kutambulisha ngoma zenu mpya. Sasa kila mmoja atasema anapatikana kwenye mitandao ya kijamii, anapatikana vipi, pia anaweza akaacha mawasiliano yake ili kama kuna mtu yule ambaye amekubali kipaji chako, appreciate kazi unayofanya na akatamani kukushirikisha, kukushika mkono kwa chochote kile, basi yupo tayari. Unaweza mkaelezea mnavyopatikana na mawasiliano yenu kwa yote ambayo utakahitaji, kama kuna show, kama kuna nini, basi iwe rahisi kuweza kuwapata. Kwa upande wangu ndio mitandao yote, TikTok, Instagram, YouTube, ni vitu vyote natumia. Lakini kwa upande wangu mtandao beta sana ambao na base sana kule. Hata ukinicheki huko ni faster kujibu hata siku haipiti, ni Instagram. Ambao nimezungumza kama mara ya kwanza ni Craft OG. Ila pia naweza nikaacha namba, sababu siwezi watu wengine hawatumii mitandao ya kijamii. Matajiri wengi hawana mambo mengi. Kitu kama hiko. Kwa naweza nikaacha namba zangu ambazo napatikana muda wote, kinipigia hata saa 7 ya usiku napokea. Kwa namba yangu ambayo napatikana muda wote 07 85 72 83 81. Narudia tena kwa mara mwisho kwa ndani. Okay. 07 85 72 83 81. Hata unipigia saa ngapi napokea, na pia ipo hadi WhatsApp. Kitu kama hiyo unaweza kuchagua, utanicheki kwenye mitandao ya kijamii, utanipigia simu na karibisha muda wote. Milango iko wazi. Milango ipo wazi kwa Craft OG. Sawa. Hivyo as usual kama nilivyotoka kuzungumza before kwamba digital zangu zote, digital platform zote napatikana kama Trevo. Hiyo ni kwa ajili ya kupata burudani ya muziki mzuri. Ila in case unahitaji contact nami, unataka kunisupport, kunifuatilia, natumia mitandao yote, social media zote natumia kama Trevo. Pia search Trevo kwenye mitandao yote, TikTok, Instagram, YouTube, labda Facebook, wapi kote kwa kutumia jina Trevo utanipata direct. Na mawasiliano yangu in case of calls ni 0698 66 27 57. Nairejea 0698 66 27 57. Kwa kupiga hiyo namba either ni normal call ama kwa WhatsApp inapatikana. Na majina ya kwenye mitandao yote ni Trevo. Naheshimu kila DM, naheshimu kila notification ambayo naipata kutoka kwa shabiki ama mtu yote ambaye ana lengo la kunisupport. Asanteni sana. Bwana, mpaka hapa tuna la ziada. Nilikuwa naye Craft OG pamoja na Trevo. Hayo ndio mawasiliano, na pia na mitandao yao ya kijamii. Unaweza ukafuata huko na kwenda kujua mengi na kwenda kupata mengi kuhusiana na wao, kuhusiana na ngoma zao mpya ambavyo tayari baadhi hapa, mmoja kashatuibia siri ngoma yake mpya ambayo inakwenda kutoka, mwingine kashasema ndani ya siku kadhaa ngoma yake inakwenda kutoka. Basi endelea kufuatilia kwenye mitandao hiyo yote
la kijamii. Pia usikose kutufuatilia Dimbani Connect, nako utaendelea kupata taarifa zote kuhusiana na hawa mabwana. Basi ulikuwa nami mtangazaji wako Rashid Mfaume. Mpaka hapa tumefikia mwisho mwa kipindi chetu cha Nyota Hustle. Tukutane tena mpaka wakati mwingine.